ninamwomba kila mmoja wenu, kila aliye Mkatoliki, waombeeni viongozi wenu wa kiroho kwa dhati. Nasema kutoka katika dhati ya moyo wangu, waombeeni viongozi wenu wa kiroho. Shetani hana adabu na anajua nitampiga mchungaji, ndio mradi wake, hana mradi mwingine. Waombeeni viongozi wenu wa kiroho waendelee kusimama imara, waendelee kusimama imara, waendelee kutulisha kwa neno na sakramenti. Tunahitaji huduma yao katika hija yetu ya kumwendea Mungu, na neno la Mungu linatukataza msimpe shetani nafasi. Waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 4 mstari wa 27, msimpe shetani nafasi. Waombeeni viongozi wenu. Na linaloambatana na hilo, usikubali Mkatoliki kufanywa kituko, usikubali kufanywa kinyago, mtu akaweka maneno kinywani mwako ya kulikejeli kanisa lako, ukalikejeli kanisa lako, ukajiita Mkatoliki, ukafanya vyovyote kinyume na kanisa lako. Wajibu wako ni kulilinda kanisa, kulinda uso wa mama kanisa mtakatifu, kuto kuufedhehesha uso wa mama kanisa. Ikitokea kwa bahati mbaya umekubali kuwekewa maneno ukalifedhehesha kanisa, sisi hatutafanya kitu, lakini utaona aibu. Mwalimu aliwahi kusema, mtu mwenye akili akikwambia jambo la kijinga na wewe ukalikubali, na yeye akajua kabisa umelikubali, baadaye atakudharau. Hivyo sisi kwa namna yoyote ukakubali maneno ya mtu yakakaa kinywani mwako, yawe sema uongo na unasema, sambaza uongo unasambaza, andika uongo unaandika, na anajua kwamba una akili, baadaye anakudharau, hubaki salama. Hivyo tujilinde hata sisi wenyewe, pamoja na kuwalinda viongozi wetu, kuwaombea kwa Mungu viongozi wetu, kuwaombea ulinzi wa Mungu. Sisi wenyewe tujilinde, tusiwe vitenda kazi vya yule mwovu vya kulivuruga kanisa.